Takriban watu 66 wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa kufuatia ajali ya ndege ya kijeshi ya Colombia iliyokuwa imebeba watu 125 baada ya kuanguka muda mfupi baada ya kupaa kusini mwa nchi hiyo, kwa mujibu wa taarifa za maafisa wa serikali. Ndege hiyo aina ya C-130 Hercules iliyotengenezwa na kampuni ya Lockheed Martin ilianguka Jumatatu muda mfupi baada ya kuruka kutoka eneo la Puerto Luguizamo karibu na mipaka ya kusini mwa nchi hiyo na Ecuador pamoja na Peru. Mabaki ya ndege hiyo yaliwaka moto na kutapakaa katika msitu wa eneo hilo. Waziri wa ulinzi wa Colombia Pedro Sanchez amesema kuwa ndege hiyo ilianguka umbali wa takriban kilomita 1.5 kutoka ilipopaa, hali iliyosababisha milipuko ya risasi na moto mkubwa kuiteketeza ndege hiyo. Aidha, amesisitiza kuwa hakuna dalili zozote zinazoonyesha kuwa ajali hiyo ilisababishwa na shambulio la makundi haramu yenye silaha. Kwa upande wake, mkuu wa majeshi ya Colombia Hugo Alejandro amethibitisha kuwa wanajeshi 4 bado hawajulikani walipo kufuatia ajali hiyo. Amesema kwa masikitiko makubwa, ajali hii imesababisha vifo vya wanajeshi 66, amesema Pedro, akiongeza kuwa hadi sasa hakuna ushahidi wa kuhusisha tukio hilo na shambulio la kundi lolote haramu. Naibu meya wa eneo hilo Carlos Claros, kupitia video iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii, amesema miili ya marehemu imehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha mji huo mdogo, huku vituo viwili vya afya vilivyopo vikitoa huduma ya awali kwa majeruhi kabla ya kusafirishwa kwa ndege kwenda katika miji mikubwa kwa matibabu zaidi. Awali, taarifa zilieleza kuwa watu 33 walifariki, lakini idadi hiyo iliongezeka baada ya juhudi za uokoaji na uhakiki wa taarifa kukamilika. Kamanda wa jeshi la anga la Colombia, Carlos Fernando, amesema kuwa ndege 2 zenye uwezo wa kubeba wagonjwa 74 zilitumwa eneo la tukio ili kuhamasisha majeruhi kwenda hospitali katika mji mkuu wa Bogota pamoja na maeneo mengine. Colombia ilianza kutumia ndege za aina ya C-130 Hercules tangu mwishoni mwa mwaka 1960 na hivi karibuni imeboresha baadhi ya ndege hizo kwa kutumia teknolojia mpya kutoka Marekani. Mwezi uliopita, ajali nyingine ya ndege ya aina hiyo inayomilikiwa na jeshi la anga la Bolivia ilitokea katika mji wa El Alto, ambapo watu zaidi ya 20 walifariki na wengine 30 kujeruhiwa baada ya ndege hiyo kuanguka karibu na majengo ya makazi. Hii ni Uhondo TV, mimi ni Nuru Mangi, ni kusihi mtazamaji uendelee kuwa karibu nasi ili kuendelea kupata habari zaidi. Usisahau kusubscribe, like na kushare ili wa kwanza kuendelea kupata habari zetu.